walikunywa. They were drunk. Na hapo ndio the first time Samson alipopeana proverb, akasema mwenye atanisimulia hii proverb atapewa nini. Hapo ndio alifichua, kwa sababu yule msichana alikuja akamsumbua na ametumwa na watu wao, mpaka akamwambia hiyo proverb inamaanisha nini. Samson amepitia kwa shamba ya nini, ya mizabibu, ameguza maiti, moto inaenda ikipungua, moto ya Mungu inaenda ikipungua. Wakarudi, waliporudi tena siku ya harusi, wakapata baba ya msichana amefanya nini, ameoza msichana kwa best man. Na ndio najaribu kuwaambia, hii kitu kama haujakomaa wachana nayo. Mapenzi inaweza kukua. Samson alipokuja akauliza, suti tulienda tukapima na nani pamoja, mpaka kiatu alivaa zile nguo, na binti akabeba msichana yangu, alishikwa na wazimu. Alishikwa na wazimu. Maandiko inasema alienda akashika boya miaka 3. Wachana na mambo ya mapenzi. Mambo ya mapenzi iko na watu. Unaona venye inagurukisha wazee huku? Si mnaona kwa news? Ikiwa watu wazima mameja huko wanakuwa na wasimu, wanachizi kabisa. Na wewe bia mwenzako, wewe pastor anaongelesha. Hata kujifanya ni wewe tunaongelea. Ndio na kijana wewe. Akashikwa na wazimu. Wewe unafikiria mtu anashika boya 500, unasema nini? Hiyo ndo anashika boya 300, anaziwasha moto, zinachoma mashamba ya Wafilisti. Wafilisti wanaufanya uchunguzi. Ni nani alifanya hii kitu? Ni Samson. Kwa nini? Kuna familia ilimnyang'anya msichana. Baba ya huyo msichana na huyo msichana wanauawa. Mavidoda ya Samson ya roho inalipuka zaidi. Sasa mpaka wameua msichana yangu. Anarudi huko tena, anaenda anang'oa gate. Let me tell you, usicheze na mapenzi. Anang'oa gate ya city. Gate ya city sio kama ile iko pale. Walikuwa gate ya futi 40 by kitu futi another 40. Anang'oa hiyo gate, anaibeba na mabega, anaenda anaiweka kwa mlima pale. When we tell you tukiwa na huyu mzee, tuliza boli. Waja ni mdogo. Kinya kahora. Hii ndio mambo tunajaribu kuwaambia. Hii itazima moto. Sasa na nataka ukumbuke, Samson was created to solve the question of the Philistines. Mtu ambaye aliumbwa kusaidia community. Sasa ako kwa maskado. Ako tu kwa maskado. Demenyaga. Akatoka kwa hiyo relationship, akaingia kwa relationship nyingine. We call it acting in rebound. Bwana asifiwe sana. Amen. Akaenda akatafuta kasichana kingine wapi? Kwa hiyo kijiji tu apitaga nako kuonyesha hiyo familia, ndio yale moru. Imujaki orande na modo. Please, hizo vitu, kuna vitu, some things are so sacred. Hallelujah. Amen. Relationship kakienda vibaya, pona kwanza. Unaweza enda ushikane na Delila. Kwa sababu mwishowe Samson alienda akashikana na Delila. Na Delila ni wale wabaya. Wale ambao wanang'oa mtu macho. Wale ambao wanasimamisha maisha yako. There are people that you will meet in this world. Mungu atusaidie. Mungu awatoe kwa barabara zetu. Those evil men, those evil detractors, about they are assassins from hell. Wako na mission moja, ya kuhakikisha haujafaulu, ya kuhakikisha haufiki mbinguni, ya kuhakikisha haujafikia ndoto yako na maono yako. Those people are there. The Delilahs are out there. They are lurking in the shadows. Wanaangalia. Unaposoma Proverbs chapter 6 inasema atena nikitwa ninachungulia kwa mwanya wa dirisha, nikaona kijana moja baradhuri. Kuna vijana baradhuri. Kuna vijana ambao ni simple, ni wajinga. Na inasema ya kwamba huyo kijana nikamchungulia, akaenda kwa nyumba ya mama ambaye ni kahaba. Na aliposimama pale, yule mama na midomo yake
wake akamuentice na kumwambia hata mzee hayuko. Alichukua mfuko ya pesa na akaenda mbali. Mimi hata nimeoga, nimejipaka marashi. Nimesikia mkiongea mambo ya marashi. Niko na nini? Niko na marashi ya Gucci. Hata kitanda yangu nimetandika vizuri. Kijana simple, kijana baradhuri. Hajiulizi huyu ni mama wa wenyewe, huyu ni mke. Nini ninafanya hapa? Na tuko na vijana wameingia kwa dhambi hivyo, wanagutuka wakati washamaliza ndio wanasema haleluya gaya nimekuku na kijilele huku nilifika siku gani. Na hiyo ndio kitu Samson alifanya. Aliingia kwa Delila na kichwa yote. Akasahau yeye ni Mnazareti, akasahau maagizo ya Mungu. That's why tunajaribu kuambia hii mambo ya mapenzi. Solomon anasema kwa Proverbs, hauwezi chukua moto uwekelee kwa mapaja ikose kukuchoma. Ifanya nini? Ikose kukuchoma. Itakuchoma dada, itakuchoma ndugu. Na hii inachoma vibaya sababu haichomi mwili, inachoma roho. Na hakuna vidonda baya kama vidonda ya mapenzi. Vidonda ya mapenzi umekuwundi. Mtu amekutukana, amekuambia hata wewe si mrembo, baada ya kukutumia vibaya inafanya mtu anasikia kiliatia. Kwani ni nini nilifanya? It lowers your self esteem. Na unaona mtu alikuwa anatembea vizuri because ya dhia huo. Anatembeanga amejikunyata kwa sababu kuna maneno waliambiwa, kuna vidonda zimeingia kwa moyo wake. Na hata tukijaribu kuchaje hapa tuinue mikono tumtukuze Bwana, moyo wake unachoma chomeka. Adui anakaa akimkumbusha vile ambavyo alifanya hizo vitu, vile ambavyo alibetray Mungu, na hiyo guilt inaenda ikiongezeka. Na ndipo unaona hawa watu wanaanza kujikosea nini? Wanaanza kujikosea hata dignity. Na mtu anaangusha valio yake. Na unaona msichana alikuwa mzuri, tunaanza kumuona ndio anateka kwa shopping center hapa. Jamaa zote za matatu, za duvi, za kuchoma makaa, za nini, kila mtu ana pisi yake hapo. Kwa sababu kuna kidonda iliingia, na hiyo kidonda ikakwamisha huyo mtu. I've come to tell you that there is hope in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Kuna nguvu katika jina la Yesu na kuvunja hiyo minyororo. Hiyo machain na magil. There is power in the name of Jesus. Amen. If you can only turn to him na tumwambie, Lord, I'm hurting, I'm wounded. Unaposoma John chapter 4, ni story ya mama ambaye alikuwa anapitia mambo kama haya. She was in her 6th relationship. Mwanaume anakuja, anaenda, wanawachana, inaanguka until she meets Jesus. Na Yesu akamwambia, I have one thing, just one thing that I can give you and you will settle down. Some of us, we need Jesus. Oh yes. Some of us tunahitaji tu Yesu aguze mioyo yetu. Yes. Na tutatulia. Hiyo mbio mingi tumepeleka wazazi, tunapelekwa hapa, tunahamishwa kwa shosho. Hiyo mambo yote itatulia kwa sababu Yesu ni dawa. Yes. Yesu, unapokutana na Yesu anatuliza maisha yako. Yes. He gives you stamina. Yes. He gives you a vision. Anakupatia purpose. Yes. Yule mama alipokutana na Yesu hakurudi nyumba kwa yule mwanaume. She became an evangelist. She became a preacher. And she became the first woman to preach in Samaria. Yes. Hallelujah. Amen. Matai tuko ama tumeamua kukua chicken? Tuko. And Samson, he meets Delilah. Delilah alikuwa amelipwa na serikali ya Wafilisti. She was a spy. Na wakaangalia wakaona huyu jamaa, ile kitu tu tunaweza muangusha nayo, sio vita. Kwa sababu ikiwa mtu mmoja anaua wanajeshi 1000 na mfupa ya punda, watifu akiwa na mkuki na upanga amefungilia hapa, huyu hatuwezi piga vita hiyo. We shall appeal and entice him to sense. And it's sad that our society today has been so sexualized. Brother, usilale kwa kanisa tena. Yute kalianguka.
Kwa yote kaiko mzuri. Angalieni hapa. We are living in a society that has become so sexualized. Mtu akitaka kuuza tractor, unatafuta msichana wako na miniskirt na mguu mmoja inakanyaga hiyo kimguu ya tractor. Tunaona hapa. Tunasahau hiyo tractor ni ya pesa ngapi? Tunaenda kununua. Ukitaka kuuza simu, ukitaka kuuza anything, niambieni ni billboard gani iko na mwanaume anauza? Isipokuwa tu ile ya kunyoa. Na bado hata hiyo ya Gillette, kuna wasichana wanakuja kupapasa ile. Our society has become so sexualized to a point everything is sexized, including politics. Everything. Ndio kitu iuze. Lazima tutafute msichana, tumweke, tumvalishe in a certain way that will appeal. Sio kama unajua industry ya beauty and cosmetics is growing every year. Wanasema is an over $40 billion industry. Watu wenye wanauza hizo mavitu. Unajua kuna mavitu zinauzwa siku hizi za kuvuruta. Kama hauna unaduka sindano inavurutwa, ya mbele inavurutwa. Unabadilisha lightening, complexion. Why are we going to all these lengths? Because the enemy has known, if I can corrupt their view about sex, then I have captured them. Na imekuwa sasa hata kipindi ya TV ya saa 10 jioni, wacha saa 5 ya usiku. Ndio hiyo kipindi ikuwe mzuri. Lazima kuwe kuna ndugu, kuna msichana mrembo, wanapendana, wakikosana, kuna mtu mwingine anamtaka. For the story to tell and to sell, we must have an element of sex. Wanamuziki wetu wamejua kama unataka hiyo video itembee, weka mtu wafanye bend over hapo. Watu wataguzwa. They will watch it, download, wataisikiza. And who are the masses that are buying these products? Tuko na a generation that has been captured. They are slaves of sex. Unaweza kuwa huko kwa kanisa hauifanyi, lakini siku yako tukifungua, tukianzia na wallpaper iko sexualized. Tuende kwa gallery yako, the first 100 pictures, tunajua tu ni nini iko ndani. Hata tukifungua file manager, tufungue video zenye ziko hapo, sure kuna tutano unaonanga kama umejifunika na blanketi. Na badala ya ile muda tungechukua tukija kuomba Mungu, tukimwambia Mungu guza mji wetu. Sasa vijana wengi hata saa hizi tukimaliza mkutano, unaona mtu wako peke yake na simu. Tumekuja hapa kusocialize, lakini mtu wako peke yake na simu. Tuko hapo kwa cell phone, tunarudi kwa jera zetu. Hata saa hizi kuna wengine they are eating, wanasikia tu zinaitwa nini, notifications zikiingia. Ni aibu wanaona kwa sababu jirani mwenye wamekaa na yeye anasikia tu kuteremsha hiyo screen, angalie ni nani huyo ametuma kitu. And so we have been captured. Tukijaribu kuambia watu kwamba wanaweza kaa kwa utakatifu, na kuanzia kwa simu yake, ile sinema aliona ya mwisho kabla alale, the last movie aliona, na siku hizi hiyo movie ni season series. Ni vitu tu hiyo ndio maneno imejaa, and it has become ni kawaida. Sikizo wanasema kama I mean, everybody is doing it. Who told you everybody is doing it? Some of us, we are not into it. Samson. Maswali ni baadaye please. Samson, unapoendelea na hiyo story, anamalizia akiwa amelalia miguu ya nani?
Kadelina. Hapo ndio wanadudero. Kiambia kwa maidia. Kidoanie. Hapo anasuguliwa marasta tu. Jera tu kama ni unyendete. Jera tu kama unanipenda. Ni siri yako inakuanga wapi? Bili yako ule. Wewe nduri mundu wa kawaida. Mundu ule uruaga. Wewe nduri mundu wa kawaida. Wewe si mtu wa kawaida. Huyo mama alijaribu, na ukumbuke yako na mshahara, alijaribu mara ya kwanza akamwambia mimi nikifungwa na mikanda mimi kwisha. Mimi nikifungwa na mikanda 7 ambao ni migu mimi kwisha. Hii nywele yangu sasa ameanza kubackslide kabisa. Hii nywele yangu ikifungwa na kapa. Lakini every time the Pharisees wanainuka, Samson alikuwa na wabwaga. But on this occasion, let me tell you, we are fighting an enemy that does not care. Utaiambia mimi am born again. But kama hautakuwa consistent, kitarudi tena. Kitakuja tena. Kitakuja na sura nyingine. Kitakuja tena na tena. Samson moto yake inaenda ikipungua. And on this occasion, vile alidudhuru. Vile alidudhuru. Anadudhuru brother. Anapuliziwa tu vitu kwa masikio hapo. Akikumbuka zile mavidonda alikuwa nazo za mapenzi. Kuna msichana alitaka kuoa akaozwa bestman yake. Wazazi wake hawamsikizangi. Nasema na kweli mimi nimepata mtu wa kunipenda. Mimi nimepata mtu ananipatia attention. Ni sikia iwe. Nimepata mtu wa nini? Let me tell you what the devil is doing. He takes advantage of your wounds and he looks for a fake doctor ambaye anakuja kufanya nini? Na wewe unamfungulia roho. Kinakojea tu ufungue mlango. Solomon akasikia yenyewe huyu mtu Nagitia kutake na mulimu kingi kizuri. That's how we lie to ourselves. We begin encouraging ourselves na kuanguka tunaanguka. Bikuzima tumebakisha moto kadogo tupulize hivi kakuishe. Anaanza kujiambia hata nikifukuzwa kanisa Kristo ni kwake. Ndio kuombolete dabu. Siku like kwa mama. And we begin to lie ourselves. Rabia hii na dubi. Kiroli bali na waruma. And we begin to lie to ourselves. And we lie to ourselves. Hayo tunamberua tu. And on your own volition unamwambia siri yangu ni kuwa by the way sijawahi nyolewa hizi nywele. Mimi hii nywele nikinyolewa. Mbona ishi? Nitawigwe. Ndiye dejo. Sijawahi nyolewa. Nguvu yangu inakuwa hapa. Kai. Unaambia kiasasi hata nguvu yangu inakuwa hapa. Hii mimi nikinyolewa. Na amesahau mara 3 huyo mama amemuibia hapo, amemdanganya karibu hawawe. Na Samson anamwambia mimi hizo nikinyolewa. Mimi nimefika mwisho. Kuna mstari ya Biblia inasema the heart of a man is the most deceiving. Roho ya mtu imuhenagia. Na acha nikwambie hakuna kitu baya kama mtu wa mapenzi. Waswahili wanasema akipenda choko asema ni kengeza. Kwa pamoja. Upate brother amependa msichana ako na anachechemea kidogo. Unamuuliza brother na umeona hapo? Hapana. Ni style ya kutembea. So when you love somebody you are so biased. Hauwezi sikia ubaya wake. Hata sisi wahubiri tukija tukwambie, unajua hii ndugu inavutanga bangi.
Sasa sikia mahaters. Sisi ndivyo mnatuita. Sikia mahaters. Mahaters kwa kanisa wako. Mahaters. Na unaweka status update hapo. Haters everywhere. Samson akanyolewa. Aliponyolewa mama akamwamsha. Samson Afilisti maokelile. Alienda kujaribu kufanya ile kitu. Akakuja kugundua kumbe moto nilizima. Utiri kitu hakuna hata nini. Ona gasebe. Wakamshika na kitu ya kwanza walipomshika waling'oa yeye macho. Na hivyo ndivyo adui anafanya. Vijana wengi wameshikwa na hiyo kitu, na hiyo kitu imechukua maono yao. Bwana special. Na unapata mtu ambaye alikuwa on a good path ya kukua daktari, alikuwa anapata mayai, kameingia kwa relationship, kakwaza kakaenda vibaya, akaingia ya pili ya tatu kakakua kamwenda wasimu. Hata masomo hakataki. Utikirukenda. Maono inapotea. Mtu wangetudiscoveria dawa ya malaria, dawa ya kansa. Sasa ni bibi ya mtu mahali na hapa chini. Daishi nebo ya roha. I'm telling you. And when God looks at that, his heart is sad. And that's why tumekuja hapa, msirudie hiyo makosa. Msirudie hiyo mambo tena. Kuna watu wako hapa, wako mahali tu wanafanya vitu, but where they are is not where they are supposed to be. And Samson, somebody that was supposed to be a leader, akawa kwa miaka kama 2 anasukuma, amewekewa kijiwe ya kusiaga kano ikiwa tindika. Somebody that was supposed to be a leader, somebody that was supposed to be in State House, akikutana na diplomats wakipanga mikakati ya Big Four, ako mahali kwa storm anasiaga unga. What a tragedy! What a tragedy! Somebody that was born for greatness, he has been reduced into nothing. Ni kipofu na maisha yake ni kuzunguka. And there are people, the enemy wants you there, ambapo